Kwa upande wa sekta ya sanaa imekuwa na nafasi kubwa katika uzalishaji wa ajira hususan kwa vijana na kuwa mabalozi wa nchi yetu nje ya mipaka yetu. Michezo nayo ni kiungo muhimu katika kujenga fahari ya maendeleo ya taifa letu. Michezo sio burudani tu, bali ni nyenzo ya kuimarisha afya, umoja na mshikamano wa taifa na chanzo cha ajira kwa vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima kubwa naomba nitumie fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada zake kubwa na za dhati katika kuendeleza sekta za habari, utamaduni, sanaa na michezo. Katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6, mafanikio makubwa yaliyopatikana katika sekta hizi yametokana na uongozi wake mahiri wenye weledi, umakini na upeo mkubwa unaoendelea kulishamirisha taifa letu ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia uongozi wake madhubuti tumeona mabadiliko makubwa katika sekta ya habari, ambapo vyombo vya habari vimeendelea kupata mazingira ya wezeshi ya kufanya kazi kwa uhuru na uwazi, huku vikizingatia weledi na maadili ya taaluma ya habari. Aidha, katika kipindi hiki cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Shirika la Utangazaji Tanzania TBC limepata mafanikio makubwa ya kujivunia katika nyanja za habari, utangazaji, mifumo, rasilimali watu, upanuzi na usikivu, ujenzi wa makao makuu ya TBC jijini Dodoma, uanzishaji wa chaneli za kimkakati, uboreshaji wa maslahi ya watumishi na upelekaji wa habari za nchi kimataifa, hivyo kutimiza lengo kuu la kutangaza nchi kimataifa pamoja na kukuza lugha adhimu na aushi ya Kiswahili sanifu na fasaha, utalii na utamaduni wa Mtanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nimshukuru na nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa namna alivyo mstari wa mbele kwa kuwa kichocheo cha ukuaji wa sekta ya michezo. Mheshimiwa Rais amekuwa akihamasisha timu zetu za taifa na vilabu vyetu kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa kwa kuwazawadia kila goli lililofungwa katika mashindano ya kimataifa. Ni wazi kuwa mchango wa Mheshimiwa Rais ndio chachu ya mafanikio na timu zetu za taifa na vilabu vyetu katika mashindano mbalimbali ya kimataifa, ambapo kwa mara ya kwanza baada ya miaka 30 jumla ya timu 6 za taifa zimeweza kufuzu katika mashindano makubwa, ambapo Tanzania kama mwenyeji imefuzu katika kombe la mataifa ya Afrika AFCON 27 na CHAN 24. Timu ya taifa ya wanawake imefuzu katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika la wanawake yani CAF yani WAFCON yatakayofanyika nchini Morocco. Timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys ilifuzu kucheza fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana AFCON under 17. Timu ya vijana wa umri ya chini ya miaka 20 imefuzu kwa mashindano ya AFCON 2025. Timu ya mpira wa miguu imefanikiwa kufuzu katika mashindano ya AFCON 2024 na timu ya taifa ya wanawake ya futsal imefanikiwa kufuzu katika fainali za AFCON yani Women Futsal Cup of Nations 2025 pamoja na kukata tiketi ya kushiriki kombe la dunia 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuipongeza klabu ya Simba kwa mafanikio makubwa walioyapata kwa kufanikiwa kufika. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuipongeza klabu ya Simba kwa mafanikio makubwa walioyapata kwa kufanikiwa katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mafanikio haya si tu yanatoa heshima kwa klabu hiyo, bali yanaitangaza nchi yetu katika ramani ya soka la kimataifa. Kupitia mafanikio haya, Simba imeweza kushika nafasi ya 4 kati ya vilabu bora barani Afrika, jambo ambalo ni fahari kwa nchi yetu. Pia nitoe pongezi kwa mwanariadha mashuhuri na shupavu Alphonce Felix Simbu ambaye hivi karibuni alipeperusha vema bendera ya Tanzania kimataifa kwa kushika nafasi ya 2 katika mashindano ya mbio za Boston Marekani zilizofanyika nchini Marekani tarehe 21 Aprili 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu imefanikiwa kuwa wenyeji wa mashindano ya CHAN 2024, AFCON 2027. Pia kumekuwa na uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya michezo ikiwemo ujenzi wa viwanja vya mpira wa miguu katika jiji la Arusha na Dodoma, ujenzi wa akademi ya michezo katika chuo cha maendeleo ya michezo Maria na ujenzi wa vituo vya michezo na kupumzikia wananchi katika majiji ya Dar es Salaam na Dodoma. Mheshimiwa Spika, pia nitumie nafasi hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuwa bega kwa bega na wasanii wetu kwa kuweka mazingira wezeshi na maendeleo ya sanaa nchini, ambapo wasanii wetu wameendelea kupatiwa mitaji kwa ajili ya kuboresha kazi zao za sanaa. Katika uongozi wake Mheshimiwa Rais amefufua mfuko wa utamaduni na sanaa uliokuwa umekufa kwa zaidi ya miaka 10, na kipindi kifupi jumla ya miradi 359 ya utamaduni na sanaa imepatiwa mikopo yenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 5,250 na 70,500. Aidha, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais amekuwa mshiriki wa moja kwa moja katika matukio ya shughuli mbalimbali za sekta zetu ikiwemo ushiriki wake kama mgeni rasmi katika tuzo la ucheshi Tanzania Comedy Awards lililofanyika tarehe 22 Februari 2024 na tamasha la utamaduni lililofanyika mkoani Ruvuma tarehe 20 na 23 Septemba, na juzi katika tamasha la Samia Kalamu Award lililofanyika Dar es Salaam kwa mafanikio makubwa.
Mheshimiwa Naibu Spika, hali kadhalika niwapongeze sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko Mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa katika kumsaidia Mheshimiwa Rais. Viongozi hawa wamekuwa chachu na msaada kwa Mheshimiwa Rais kwa kutupatia maelekezo pamoja na ushauri uliosaidia kuboresha kazi sekta hizi. Na washukuruni sana na kuwapongeza sana ndugu viongozi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee naomba nimpongeze Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuliongoza kwa busara na weledi Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo na miongozo yake imekuwa msingi wa ufanisi mkubwa wa Bunge katika kusimamia serikali kutekeleza vema majukumu yake. Vile vile nampongeza na kupongeza Mheshimiwa Naibu Spika Mheshimiwa Musa Azan Zungu kwa kusaidia na kumshauri vema Spika katika majukumu yake ya kuliongoza Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, nawapongeza sana wenye viti wa Bunge, Mheshimiwa Najma Murtaza Giga Mbunge, Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama Mbunge, Mheshimiwa Deodatus Philip Wanyika Mbunge, kwa kusimamia vema na kwa ustadi mkubwa mijadala ya kibajeti katika Bunge tukufu. Mheshimiwa Spika, naishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko Mbunge na Mheshimiwa Musa Ramadhan Sima Mbunge, makamu mwenyekiti wa kamati, pamoja na wajumbe wote wa kamati kwa maelekezo, ushauri, michango na maoni yao kwa wizara yangu ambayo yametusaidia sana katika kuboresha kazi. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, pia nitumie fursa hii kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote kwa maoni, ushauri na maelekezo ambayo yamekuwa yakiisaidia wizara kuboresha vipaumbele, mikakati yake na pia kuweka msingi imara wa utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa ufanisi. Mheshimiwa Naibu Spika, mafanikio yaliyopatikana katika kipindi chote hiki ni kutokana na ushirikiano mzuri miongoni mwa wadau wa wizara, wakiwemo viongozi na watumishi wa wizara. Natambua mchango mkubwa wa viongozi wenzangu wa wizara wakati wa kufanikisha utekelezaji wa majukumu na mageuzi makubwa tunayoendelea nayo wizarani na katika sekta zetu. Nianze kwa kumshukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma Mbunge, Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, kwa msaada mkubwa anaonipa katika kutekeleza majukumu ya wizara. Aidha, nimshukuru Bwana Gerson Msigwa, Katibu Mkuu, Bwana Metusela Ndonda, Naibu Katibu Mkuu, wakurugenzi wasaidizi, wakuu wa vitengo na wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara, na watumishi wote wanaofanya kazi kwa bidii na wanahakikisha mipango ya wizara inatekelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya kipekee naomba kutumia nafasi hii kukipongeza Chama cha Mapinduzi kupitia mkutano mkuu maalum wa chama uliofanyika tarehe 19 Februari 2025 kwa hatua ya busara na ya kizalendo ya kumpitisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwaka huu. Mheshimiwa Naibu Spika, tunapoingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, CCM tayari tumekamilisha kazi iendelee, na sasa tunasema kazi na utu, tunasonga mbele, mitano tena kwa Mama Samia. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii pia kuwapongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kupitishwa kuwa mgombea nafasi ya urais Zanzibar, na vile vile nampongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuchaguliwa kuwa mgombea mwenza katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huu ni muunganiko wenye nguvu, uzoefu na uwakilishi bora kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Naibu Spika, na washukuru wapiga kura wangu, wananchi wa jimbo la Kilosa, kwa kuniamini kuendelea kunipa ushirikiano mkubwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yangu na wakati wa kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazokabili jimbo letu la Kilosa. Ushirikiano wenu, moyo wa uzalendo na utayari wenu ni nguzo kuu katika mafanikio makubwa tunayoshuhudia yaliyobadilisha jimbo letu la Kilosa kuwa na miradi lukuki katika sekta zote. Naomba waendelee kuniamini, kwani kama wasemavyo wahenga, mwana hasahau mkono uliomlea. Nitaendelea kuwa mtumishi wao mwaminifu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni masikitiko yetu kwamba katika kipindi hiki cha bunge lako tukufu lilipatwa na msiba wa Mheshimiwa Dr. Faustin Engelbert Ndugulile, aliyekuwa mbunge mwenzetu akiwakilisha wananchi wa jimbo la Kigamboni, ambaye pia alikuwa mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani WHO kwa kanda ya Afrika. Mheshimiwa Dr. Faustin Ndugulile atakumbukwa kama kiongozi shupavu aliyewakilisha Tanzania kwa heshima katika majukwaa ya kitaifa na kimataifa, na upande wa michezo kwa kuzingatia kuwa alikuwa mwanamichezo mahiri na shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba. Kwa niaba yangu binafsi, wizara na wadau wetu, tunatoa pole kwako Mheshimiwa Naibu Spika na Spika na waheshimiwa wabunge, familia ya marehemu, ndugu na jamaa na marafiki na wasanii na wananchi wote wa jimbo la Kigamboni. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Mheshimiwa Naibu Spika,
Katika kipindi cha Julai 24 hadi Aprili 2025, taifa letu limepoteza wadau mahiri na wa kutegemewa katika sekta zetu, wakiwemo wanahabari, wanamichezo, wanautamaduni na wasanii mbalimbali, ikiwemo Dr. Martha Koro ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa BAKITA na mhamasishaji wa matumizi ya Kiswahili sanifu na fasaha. Nitumie fursa hii kutoa pole kwa familia za marehemu wote, ndugu jamaa na marafiki, na kwa Watanzania wote kwa ujumla kwa kuwapoteza wapendwa wao. Tunaomba Mwenyezi Mungu asipokee roho za marehemu wote na kuzilaza mahali pema peponi. Amina. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba hii imeandaliwa kwa kuzingatia maudhui na maelekezo ya hotuba ya Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali katika mwaka 2024-2025 na mwelekeo wa kazi za serikali kwa mwaka 2025-2026 aliyowasilisha hapa tarehe 9 Aprili 2025. Aidha, hotuba hii imezingatia maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipohutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 22 Aprili 2021, Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025, mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, mpango mkakati wa wizara na sera, sheria na miongozo mbalimbali ya sekta za habari, utamaduni, sanaa na michezo, na maelekezo mbalimbali ya viongozi wakuu wa serikalini. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba yangu imegawanyika katika sehemu 8. Sehemu ya kwanza ni utangulizi, sehemu ya pili ni dira, vima, majukumu msingi ya mwelekeo na vipaumbele vya wizara na taasisi zinazosimamia na wizara. Sehemu ya tatu inaeleza mapitio ya utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa kipindi cha mwaka 2024-2025, na sehemu ya 4 inabainisha changamoto zilizojitokeza na hatua zilizochukuliwa ili kuzipatia ufumbuzi. Aidha, sehemu ya 5 ni mpango wa bajeti ya wizara kwa mwaka 2025-2026. Sehemu ya 6 ni makadirio ya bajeti kwa mwaka 2025-2026. Sehemu ya 7 ni maombi ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mipango ya mwaka 2026, na sehemu ya 8 ni shukrani na hitimisho. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu majukumu misingi ya mwelekeo na vipaumbele vya wizara na taasisi zilizopo chini ya wizara, kama nilivyoeleza, tumezingatia dira ya wizara na maelekezo hayo yote ambayo yametolewa katika nyaraka nilizozieleza. Kwa hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, katika hotuba yangu ufafanuzi wa kina wa majukumu misingi na mwelekeo, dira na dhima ya vipaumbele vya wizara umebainishwa katika kitabu changu cha hotuba kuanzia ukurasa wa 1 hadi 9 ambacho waheshimiwa wabunge wamegawiwa. Bajeti ya matumizi ya wizara na mtiririko wa fedha kwa mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025 wizara iliidhinishiwa bajeti yenye jumla ya shilingi bilioni 285 milioni 318 na 387 elfu. Kati ya fedha hizo mishahara ni shilingi bilioni 11 milioni 280 na 116, na matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 15 milioni 847 na 483 elfu, na miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 258 milioni 190 na 107. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati wizara ikiwa katika utekelezaji wa bajeti iliyoidhinishwa na bunge lako tukufu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifanya mabadiliko ya kimuundo wa serikali kwa kuihamisha idara ya habari kutoka iliyokuwa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na kuihamishia katika iliyokuwa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, hivyo kuunda wizara mpya ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mabadiliko haya yaliongeza majukumu ya wizara pamoja na bajeti ili kuwezesha utekelezaji wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa muktadha huo, hadi kufikia mwezi Aprili 2025 bajeti ya mwaka 2024-2025 imeongezeka na kufikia shilingi bilioni 310 na milioni 908,589,567 na senti 74, ikiwa ni ongezeko la shilingi bilioni 25 milioni 590,202,567 na senti 74. Hadi Aprili 2025 wizara imepokea na kutumia jumla ya shilingi bilioni 261 milioni 670,322,610 na senti 89, sawa na asilimia 84.2 ya bajeti yote iliyotengwa mwaka wa fedha 2024-2025. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 12 milioni 869,585,407 na senti 51 ni mishahara, sawa na asilimia 56.0 ya bajeti ya mishahara. Bilioni 21 milioni 823,654,692 na senti 81 ni matumizi mengineyo, sawa na asilimia 81.4 ya bajeti ya matumizi mengineyo, na jumla ya shilingi bilioni 226 milioni 970,182,510 na senti 57 ni miradi ya maendeleo, sawa na asilimia 86.9 ya bajeti ya miradi ya maendeleo. Utekelezaji wa majukumu ya wizara katika mwaka 2024-2025. Sekta ya habari.
Mheshimiwa Naibu Spika, majukumu ya sekta ya habari ni pamoja na kuratibu, kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa sera ya habari utangazaji ya mwaka 2023, sheria ya huduma za habari sura ya 229 na kuisemea serikali kuhusu utekelezaji wa sera na mikakati, programu na miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya kuwaletea wananchi maendeleo. Wizara kupitia sekta hii imetekeleza majukumu yafuatayo. Ni idara ya habari, sheria ya huduma za habari sura ya 229 imeelekeza uundwaji wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Napenda kulifahamisha bunge lako tukufu kuwa tayari bodi hiyo imeshaundwa na ilizinduliwa rasmi tarehe 3 Machi 2025 na kuanza kufanya kazi. Pia Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kupitia msemaji mkuu wa serikali imeendelea kuisemea serikali kuhusu utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika serikali ya awamu ya 6. Wizara imeratibu na kuandaa mikutano ya mwaka wa maafisa wa habari, uhusiano na mawasiliano wa serikali. Mkutano huo ulifanyika Unguja, Zanzibar, kuanzia tarehe 3 Aprili 2025 ukiwakutanisha maafisa habari 500. Wizara imeratibu jumla ya taasisi za serikali 35 kukutana na vyombo vya habari kuelezea mafanikio ya utekelezaji wa serikali kupitia taasisi hizo na kutoa mwelekeo wa utekelezaji wa mwaka wa fedha 25-26. Programu hii imekuwa na mafanikio makubwa, kwani wananchi wameweza kuelewa mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuhusu shirika la utangazaji la TBC, majukumu yake yameelezwa ndani ya hotuba yangu ya bajeti, lakini ningependa kueleza kwamba serikali, ili kuhakikisha kuwa azma ya serikali ya kuhabarisha umma inafanikiwa kikamilifu, TBC imeendelea kutekeleza miradi ya upanuzi wa usikivu wa redio katika maeneo zaidi ya 29 nchini. TBC inaendelea na awamu ya kwanza ya ujenzi wa makao makuu ya shirika eneo la Vikonje, Dodoma, ambapo unahusisha ujenzi wa jengo la utawala pamoja na majengo ya studio za radio, television na mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Naibu Spika, TBC imeanzisha kampeni zinazohamasisha usafi na utunzaji wa mazingira. Kampeni hizo ni ile ya Pika Kijanja inayoendeshwa na channel ya Bongo FM ambayo inahusisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mwezi Agosti 2024, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliipa nguvu kampeni ya Pika Kijanja kwa kuhamasisha na kutoa elimu ya matumizi ya nishati safi na yeye mwenyewe kupika chakula kwa kutumia nishati safi, na matangazo haya yalirushwa mbashara. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhakikisha kuwa utalii wa utamaduni na historia unakidhi mahitaji na maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, TBC imeanzisha mchakato wa kipindi maalum kitakachoangazia njia ya biashara ya utumwa na biashara kuanzia Zanzibar, Bagamoyo, Mandela, Morogoro, eneo la Morogoro, Mamboya, Kilosa, Vinghawe, Mpwapwa, Kilimatinde, Manyoni, Tabora hadi Ujiji, Kigoma, inayoitwa Safari Channel. Kipindi hiki kitarushwa kupitia vyombo vya TBC ikiwemo channel ya utalii ya Safari. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitaarifu bunge lako tukufu kuwa serikali imekamilisha utungwaji wa sheria ya TBC ambayo itakuwa ni jibu la changamoto za TBC, hasa kutokuwa na chanzo cha uhakika endelevu na chocherevu cha mapato. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu kampuni ya magazeti ya TSN, imeuhabarisha umma kuhusu utekelezaji wa shughuli za serikali, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Baraza la Wawakilishi kwa kuandaa makala maalum zilizosheheni shughuli za Bunge na Baraza la Wawakilishi. Aidha, katika kuhabarisha umma juu ya utekelezaji wa shughuli za serikali, sera ya mikakati, miongozo na mipango ya kiserikali, TSN ichapisha jumla ya makala maalum 432. TSN imeendelea kutekeleza ufungaji wa mitambo mipya ya kisasa ya uchapaji. Mradi huu unahusisha ununuzi wa mitambo mipya ya kisasa ya uchapaji, ujenzi wa jengo la kiwanda cha uchapaji, ununuzi wa malighafi za kiwandani na ununuzi wa vitendea kazi ikiwemo magari. Miradi huo unategemewa kukamilika ifikapo Septemba 2025. Kuhusu sekta ya maendeleo na utamaduni, Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhakikisha kuwa wananchi wa Tanzania wanaendelea kusherekea, kuenzi, kuthamini na kunufaika na urithi wa utamaduni wao, wizara iliratibu tamasha la 3 la utamaduni la kitaifa lililofanyika kuanzia tarehe 20 hadi 23 Septemba 2024 mkoani Ruvuma, lililoongozwa na kauli mbiu utamaduni wetu ni utu wetu, tuuenzi na kuendeleza. Katika kilele cha tamasha hilo, mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile wizara kwa kushirikiana na UNESCO, yani shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, iliratibu washa ya wadau wa uteuzi wa muziki wa Singeli kuorodheshwa kwenye orodha ya urithi wa dunia unaoratibiwa na UNESCO. Muziki wa Singeli unatumiwa vionjo vya ngoma za asili ikiwemo midundo ya mikong'oso. Midundo ya Singeli inaendelea kuzalishwa kwa wingi kupitia kivunge cha mtozi kilichotengenezwa na BASATA. Upekee wa Singeli umeifanya kuwa kivutio kikubwa katika matamasha makubwa ya kimataifa kama vile Nyege Nyege Festival Uganda, Duo Festival nchini Ubelgiji, Primavera Sound Festival nchini Hispania,
Approbation Festival nchini Ujerumani na Cora Festival nchini Ufaransa. Baada ya kumaliza kwa washa hiyo, wizara iliandaa nyaraka muhimu za uteuzi, yani nomination dossier, wa kuziwasilisha UNESCO yenye makao makuu Ufaransa kwa ajili ya hatua za kuidhinishwa. Hivi sasa kinachosubiriwa ni kukamilika kwa taratibu za UNESCO ili hatimaye kutangaza rasmi muziki wa Singeli kuwa ni sehemu ya orodha ya urithi wa dunia, hatua ambayo itaimarisha zaidi hadhi ya utamaduni wa Tanzania duniani. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kupitia BAKITA iliratibu maadhimisho ya 3 ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani yaliyofanyika tarehe 7 Julai 2024 jijini Dar es Salaam, yakiwa na kauli mbiu Kiswahili fursa za maendeleo duniani. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuongeza kasi ya kukuza kueneza Kiswahili kimataifa, wizara kwa kushirikiana na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA iliratibu kongamano la Kiswahili la kimataifa lililofanyika katika jiji la Havana nchini Cuba, lililoanza tarehe 7 mpaka 10 Novemba 2024. Kongamano hilo lilijumuisha washiriki zaidi ya 600 kutoka katika nchi mbalimbali duniani. Lengo la kongamano hilo lilikuwa kupeleka Kiswahili katika ukanda wa Karibe, Amerika ya Kati na Amerika ya Kusini, ambako lugha kuu ya mawasiliano ni Kihispaniola. Aidha, mafanikio yalipatikana katika kongamano hilo ni pamoja na kuzinduliwa kwa kitabu cha misemo ya kila siku ya Kihispaniola na Kiswahili kilichoandaliwa na BAKITA, kamusi ya Kihispaniola na Kiswahili iliyoandaliwa na Taasisi ya Taaluma za Kiswahili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, pamoja na kitabu cha Jifunze Kihispaniola kwa Kiswahili kilichoandaliwa na Chuo Kikuu cha Suza, yani Zanzibar State University of Zanzibar, kusimikwa rasmi kwa lugha ya Kiswahili katika ukanda wa Karibe, Amerika ya Kusini na Amerika ya Kati ni mafanikio makubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia BAKITA imeandaa kanzidata ya wataalamu wa Kiswahili kwa lengo la kubaini uwezo wa nchi kushiriki katika kueneza matumizi ya maendeleo ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia huduma za ukalimani, tafsiri, ufundishwaji wa Kiswahili kwa wageni pamoja na uandishi wa vitabu. Katika kipindi cha Julai 24 Aprili 25, baraza limetambua na kusajili wataalamu 73 sawa na 61% ya lengo la kusajili wataalamu 120, ambapo kati ya Aprili 25 na 25 kanzidata ina jumla ya wataalamu sasa 1897. Mheshimiwa Naibu Spika, lugha adhimu na awishi ya Kiswahili ni tunu ya taifa letu. Pamoja na kazi kubwa inayofanywa kwenye eneo hili la lugha ya Kiswahili, napenda kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa sisi wa Tanzania tuna wajibu wa kujivunia na kutembea kifua mbele kutokana na mafanikio tunayoyapata ya lugha ya Kiswahili, na hivyo ni lazima tupigane na maadui watatu wa lugha ya Kiswahili, yani kukifubaza Kiswahili, kubananga Kiswahili na kukibagaza Kiswahili, na tusikubali mtu yoyote aipuuze au kuibeza lugha yetu, kwani imetupa utambulisho pekee duniani. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Baada ya harakati za ukombozi wa Afrika kukamilika, Tanzania imekabidhiwa jukumu jingine la kuongoza juhudi za uhifadhi wa urithi wa ukombozi wa Afrika kupitia azimio la Umoja wa Afrika la mwaka 2011, ikiwa ni ishara ya heshima na kuthaminiwa kwa mchango wa Tanzania katika kuleta uhuru na usawa katika bara letu la Afrika. Kituo kimeendelea kuratibu ukarabati wa jengo linalotumiwa na kamati ya ukombozi ya AU, ambapo hadi sasa ukarabati umefikia 92%. Mafanikio haya yanadhihirisha juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa mahiri wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kutunza na kuenzi historia hii adhimu ambayo ni sehemu muhimu ya urithi wa bara letu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika hatua nyingine, kituo kimeanza kuratibu ujenzi wa kituo kikuu cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika kilichopo katika eneo la Kiromo, Bagamoyo, mkoani Pwani. Ujenzi wa kituo hiki utakuwa na manufaa mengi kwa taifa letu, ikiwa ni pamoja na kutumika kama makumbusho ya harakati za ukombozi wa Afrika. Aidha, kituo hiki kitakuwa kivutio kipya cha utalii wa kiukombozi. Vile vile kituo hiki kitakuwa mfano bora wa uhifadhi wa historia ya ukombozi wa bara la Afrika. Mheshimiwa Naibu Spika, nihamie katika maendeleo ya sanaa. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeratibu kushiriki kwenye matamasha mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Wizara imefanikiwa kuandaa tamasha kubwa la Samia Serengeti Music Festival, ikiwa ni mwendelezo wa tamasha la Serengeti Music Festival ambalo limekuwa likiandaliwa tangu mwaka 2020. Tamasha hili limechukua jina la Samia Serengeti Music Festival kwa heshima ya jitihada kubwa zinazofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha sekta ya sanaa na michezo na utamaduni nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, tamasha hilo lilihudhuriwa na wananchi takriban 45,000 na liliruhusu wasanii kutoka kambi mbalimbali kutumbuiza katika jukwaa moja kubwa kuwahi kutumika Tanzania na Afrika Mashariki, ambalo limewekwa viwango vya hali ya juu kabisa kuongeza thamani ya wasanii wetu dhidi ya wasanii wengine wa Afrika. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Tanzania, imeendelea kuhakikisha kunakuwa na soko la uhakika la kazi za filamu na muziki nchini.
Moja ya hatua zilizochukuliwa ni ili kufikia azima hiyo, wizara inafanya jitihada za kuingia makubaliano na wamiliki wa makampuni ya Emirates, ambapo mazungumzo ya awali yalifanyika tarehe 15 Novemba 2024 jijini Dubai. Baraza la Sanaa la Taifa, Mheshimiwa Naibu Spika, limeendelea kutekeleza kazi zake, na serikali kupitia BASATA kwa lengo la kuimarisha ubunifu na kuongeza ubora wa sanaa iliratibu utoaji wa tuzo za muziki zilizofanyika Dar es Salaam Oktoba mwaka jana katika ukumbi wa Superdome jijini Dar es Salaam. Tuzo hizi kwa mara ya kwanza katika historia ya tuzo zilirushwa na vyombo vikubwa vya kimataifa vya habari vya BET na MTV. Aidha, jumla ya wanamuziki 180 kutoka ndani na nje ya nchi walishiriki kinyang'anyiro cha tuzo, na hatimaye tuzo 36 zilitolewa kwa washindi, huku mwanamuziki nguli Steven Hiza aliyeimba wimbo wa Tanzania Yetu alipata tuzo ya heshima na zawadi ya shilingi milioni 50 kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kurahisisha utoaji wa huduma kwa wadau, baraza limechukua hatua ya kuunganisha mfumo wa utambuzi wa wasanii, yani Artist Management Information Systems AMIS, na mfumo wa ukusanyaji wa mapato ya serikali za mitaa TAUSI, na mfumo wa ununuzi NeST, ili kuwafikia wadau wote wa sanaa. Kuhusu bodi ya filamu Tanzania, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia bodi ya filamu imeratibu maandalizi ya tuzo za kitaifa za ucheshi, yani Tanzania Comedy Awards, kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, zilizotolewa mwezi Februari 2025, ambapo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Malengo ya tuzo hiyo yalikuwa kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya fani ya ucheshi ambavyo vimeendelea kuwa chanzo muhimu cha ajira na kipato kwa wacheshi nchini. Kuhusu taasisi ya haki za miliki Tanzania, yani KOSOTA, Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu masuala ya haki miliki ya wasanii, wizara kupitia KOSOTA imesimamia ukusanyaji wa mirabaha katika madaraja ya kazi ambazo hazisimamiwi na kampuni za ukusanyaji wa ugawaji wa mirabaha, yani CMO, ambapo wizara kupitia KOSOTA imekusanya kiasi cha shilingi milioni 807,985,594 na senti 26 za mirabaha kutokana na tuzo ya haki miliki, yani copyright levy. Tuzo hizi ni mirabaha inayotokana na matumizi ya kazi za sanaa na zinatarajiwa kugawiwa kwa mchanganuo ulioainishwa kisheria na ambao umeonyeshwa katika hotuba yangu. Kuhusu mfuko wa utamaduni wa sanaa, Mheshimiwa Naibu Spika, mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania ulianzishwa kwa lengo la kuinua ubora wa kazi za utamaduni na sanaa ili ziweze kujiendesha kibiashara na kuchangia katika pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii tena kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuipatia mfuko huu fedha, kwani umekuwa suluhisho kwa changamoto ya mtaji kwa wadau wa utamaduni na sanaa nchini tangu kuhuishwa kwake. Mfuko huu umewezesha utoaji wa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 5,250,070,500 na senti 89 kwa miradi 359 ya utamaduni na sanaa kufikia mikoa 19 nchini hadi kufikia Aprili 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 24 hadi Aprili 25, mfuko umetoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 2,692,217,069 na senti 89 kwa miradi 143 ya utamaduni na sanaa. Kuhusu taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo, TASUBA, Mheshimiwa Naibu Spika, hatuwezi kuendelea na sanaa bila kuwekeza katika utaalamu na utafiti. TASUBA inatoa mafunzo ya aina mbalimbali kuhusiana na masuala ya sanaa na utamaduni nchini. Katika mwaka 2012, TASUBA iliteuliwa kuwa kituo cha Jumuiya ya Afrika Mashariki chenye ubora uliotukuka, yani Center of Excellency, katika ufundishaji wa fani za utamaduni na sanaa. Hivyo ni kituo chenye hadhi ya kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya pekee napenda kuitumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi zake kubwa katika kuiwezesha TASUBA kifedha ili iweze kutekeleza majukumu ipasavyo. Na katika mwaka wa fedha 2024/25 TASUBA imefanikiwa kununua vifaa bora vya kisasa vya kujifunzia na kufundishia, ikiwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya majengo na taasisi. Mheshimiwa Naibu Spika, mafunzo yaliyotolewa na taasisi hii ni mengi na yameorodheshwa katika hotuba yangu, lakini kubwa, taasisi hii sasa inapanua wigo wa mafunzo na kuongeza udahili kwa kutoa nafasi zaidi za ubunifu. Taasisi iko kwenye hatua za maboresho ya mitaala mipya mitatu ambayo itapelekea kuwepo kwa kozi mpya ambazo ni usimamizi wa sanaa na masoko katika sanaa, yani Arts Management and Marketing, ambayo ina lengo la kuandaa afisa masoko kutafuta masoko kwa msanii na kazi yake ndani na nje ya nchi, na urithi na nyingine ni urithi na utamaduni na utalii, yani Cultural Heritage and Tourism. Mheshimiwa Naibu Spika,
Pia TASUBA waliratibu tamasha la 43 la kimataifa la sanaa na utamaduni la Bagamoyo lililofanyika Oktoba mwaka 2024 katika wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Tamasha hili lilikuwa na jumla ya vikundi 78 vikijumuisha vikundi 67 kutoka ndani ya nchi na vikundi 11 kutoka nje ya nchi kama ifuatavyo: vitatu kutoka visiwa vya Mayotte, vitatu kutoka Zambia, viwili kutoka Ujerumani, kimoja kutoka Hispania, kimoja kutoka India na kimoja kutoka Brazil. Katika tamasha lilihudhuriwa na watazamaji wa ndani na nje zaidi ya 46,326. Katika sekta ya maendeleo ya michezo, Mheshimiwa Naibu Spika, kumbuke kuwa mwaka 2023 Tanzania ilipata heshima ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya mpira wa miguu barani Afrika, yani AFCON 27 kwa kushirikiana na nchi za Kenya na Uganda. Sambamba na mashindano haya, Tanzania pia imepata fursa ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya CHAN 2024 yatakayofanyika katika nchi za Tanzania, Kenya na Uganda mwezi Agosti mwaka huu, ambayo ni sehemu ya maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027. Haya ni mafanikio makubwa na ya sekta ya michezo yanayotokana na maono na dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuendeleza sekta ya michezo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhakikisha mashindano haya yanafanyika kwa ufanisi mkubwa, serikali kupitia wizara inaendelea na ujenzi na ukarabati wa miundombinu mbalimbali ya michezo, ikiwemo ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa na Uhuru, ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu wa Arusha na Dodoma. Aidha, serikali inaendelea na ukarabati na ujenzi wa viwanja 5 vya mazoezi vitakavyotumika kwa michuano hiyo vilivyopo jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea na ujenzi wa viwanja vya mazoezi na vya kupumzika wananchi, ujenzi wa viwanja vya mazoezi na kupumzika wananchi ya recreational and sports centers unaotekelezwa katika jiji la Dar es Salaam na Dodoma. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa uwanja wa Benjamin Mkapa ukarabati umefikia 80%, na kwa upande wa uwanja wa Uhuru ukarabati mkubwa wa uwanja huo umefikia 7% na maboresho yanaendelea kufanyika. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kukabiliana na changamoto za uendeshaji wa miundombinu ya michezo nchini, wizara imeanza mchakato wa kuanzisha chombo maalum cha usimamizi wa miundombinu ya michezo nchini, yani Sports Infrastructure Management Agency, SIMA. Chombo hiki kitakuwa na mamlaka ya kusimamia uendeshaji, ukarabati na matunzo ya miundombinu yote ya michezo nchini. Ni matumaini yetu kwamba kuwepo kwa chombo hiki kutapunguza changamoto za usimamizi wa miundombinu na kutaongeza thamani ya miundombinu ya michezo nchini. Kuhusu Baraza la Michezo la Taifa, yani BMT, Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuleta hamasa na mwamko kwa wananchi kushiriki katika maandalizi ya mashindano ya CHAN 24 na AFCON 27, serikali kupitia wizara kwa kushirikiana na Baraza la Michezo iliratibu kongamano la wadau wa michezo kuhusu kushiriki katika maandalizi ya mashindano ya CHAN 24 na AFCON 27 lililofanyika tarehe 15 Januari 2025 jijini Dar es Salaam, na mgeni rasmi alikuwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Madini wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mashaka Biteko. Mada kuu ilikuwa ni maandalizi ya Tanzania kuwa mwenyeji katika mashindano ya CHAN 24 pamoja na AFCON 2027. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyoeleza, tumekuwa na mafanikio mengi ya mashindano ya vijana katika mpira, lakini niongeze pia katika timu ambazo zimefanya vizuri ni pamoja na timu ya taifa ya cricket chini ya miaka 19 imefuzu kucheza kombe la dunia nchini Zimbabwe. Timu ya taifa ya wheelchair tennis imefuzu kombe la dunia nchini Uturuki, na futsal wanawake wamefuzu kucheza kombe la dunia nchini Ufilipino. Pia klabu zetu za Simba, Yanga, Azam pamoja na Coastal Union zilifanikiwa kushiriki mashindano makubwa barani Afrika, yani kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa. Tunaendelea kuviongoza vilabu vya Simba na Yanga kwa kuendelea kuiwakilisha nchi yetu katika mashindano makubwa barani Afrika, ambapo imepeleka ligi yetu hii ya ligi yetu kushika nafasi ya 4 kwa ubora. Hii imekuwa chachu kubwa kwa vilabu vingine kufanya vizuri. Na Mheshimiwa Naibu Spika, timu ya Simba na timu ya Yanga zina dhima kubwa kwa sababu zinaendeleza diplomasia ya michezo katika bara la Afrika na nje ya bara la Afrika. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhakikisha kunakuwa na miundombinu bora ya michezo kwa ajili ya uibuaji wa vipaji vya michezo nchini, Baraza linatarajia kujenga kituo cha michezo katika kanda ya kaskazini katika mkoa wa Manyara kule Babati. Chuo cha maendeleo ya michezo Maria. Mheshimiwa Naibu Spika, chuo hiki kimeendelea na ujenzi wa hosteli za wanachuo. Katika kuhakikisha michezo inaendeshwa kisasa zaidi, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea na ujenzi wa akademia ya michezo ya kitaifa katika chuo cha maendeleo ya michezo Maria, ambacho ni kituo pekee cha uibuaji na ukuzaji wa vipaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na kituo kuchukua vijana walio katika mfumo rasmi wa elimu, kituo pia kitasaidia kutoa mafunzo kwa vijana wetu walio katika mfumo usio rasmi wanaopaswa kuendelezwa katika michezo. Maelezo ya kina ya utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya wizara yametolewa katika kitabu changu katika hotuba kuanzia ukurasa wa 9 hadi wa 77, ambapo waheshimiwa wabunge wamepatiwa.
Na kuhusu kuimarisha utendaji wa wizara na rasilimali watu, Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhakikisha wizara inakuwa na rasilimali watu endelevu kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake, wizara imeajiri watumishi 20. Hali kadhalika wizara imeendelea na programu ya kuwajengea uwezo wa watumishi katika maeneo mbalimbali ili kuimarisha utendaji kazi wao. Maelezo ya kina ya utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya wizara yametolewa pia katika hizo kurasa za 9 hadi 77 ambazo tayari waheshimiwa wabunge wanazo. Changamoto zilizojitokeza na hatua zilizochukuliwa. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na mafanikio yaliyopatikana mwaka 2025, changamoto katika utekelezaji wa majukumu hazikosekani. Changamoto hizo ni mikakati ya kuzitatua zimebainishwa katika kitabu changu cha hotuba kuanzia ukurasa wa 77. Mpango wa bajeti wa mwaka 25-26. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 25-26, wizara, taasisi zake kwa kushirikiana na wadau itatekeleza majukumu mbalimbali kwa kuzingatia maelekezo ya hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kama nilivyosema, na maelekezo yale yote ikiwa ni pamoja na hotuba ya Mheshimiwa Rais na dira na sera na mipango yote. Sekta ya habari, Mheshimiwa Naibu Spika, ni muhimili muhimu katika maendeleo ya taifa letu. Katika mwaka 2026, wizara kupitia sekta ya habari imepanga kutekeleza majukumu mbalimbali ambayo yameainishwa kwenye ukurasa wa 115, 116 na 117, ikiwa ni pamoja na wizara kuendelea kuratibu mikutano ya msemaji mkuu wa serikali. Wizara kupitia TBC itakamilisha tathmini ya ufungaji wa mitambo ya masafa mafupi na ya kati, yani shortwave na medium wave, kwenye maeneo mahususi ya TBC yaliyotengwa na ATU kwa ajili ya shughuli za utangazaji, ambayo ni Iwambi Mbeya, Njiro Arusha, Kunduchi Dar es Salaam, Mundemu Dodoma, Mahembe Kigoma, Songambele Nyachingwea, Pansiansi Mwanza na Bomba Mbili Songea, ambapo mitambo ya Digital Radio Mondial yani DRM inatarajiwa kufungwa. Jukumu hili litaenda sambamba na kuanzishwa idhaa za radio na channel za television za kimataifa, yani external service, ili kuongeza ushawishi wa Tanzania katika ukanda wa SADC, Afrika na ulimwenguni katika kukitangaza Kiswahili na utamaduni wa Mtanzania, na pia itatangaza kwa lugha ya Kiingereza ili wa dunia ipate maudhui ya Tanzania kutoka kwa Tanzania wenyewe. Pia kwa upande wa TSN itaendelea kuelimisha umma juu ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, na kuimarisha matumizi sahihi ya tehama, na maelezo hayo yote yako ukurasa 118, 119 na 120. Kwenye sekta ya utamaduni, maelezo pia yako kwenye ukurasa wa 114, 119 na 20, na mambo muhimu ambayo yatafanywa na wizara ni pamoja na kufanya utafiti wa urithi wa utamaduni usioshikika, yani intangible cultural heritage, pamoja na kuandaa atlas ya lugha za jamii na atlas ya tamaduni mbalimbali za makabila ya Tanzania, na kuendelesha tamasha la 4 la utamaduni kitaifa. Lakini pia itaendelea kuandaa maadhimisho ya 4 ya kitaifa ya kikanda ya siku ya Kiswahili duniani na kuratibu kikao kazi cha maafisa wa utamaduni nchini. Lakini pia itaendelea kuandaa makongamano ya kimataifa, na safari hii itaandaa kongamano la 2 la kimataifa la Kiswahili nchini Ufaransa, na kufanya usanifishaji mkubwa wa msamiati wa Kiswahili, kufanya utafiti unaolenga kuongeza maneno milioni 50 katika Kongo, yani kwa Kilatini corpus ya Kiswahili ya taifa. Wizara pia kupitia BAKITA imepanga kufungua vituo vya kimkakati vya kufundisha Kiswahili kwa wageni ambavyo vitasimamiwa moja kwa moja na waambata lugha kupitia Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, kuendesha mafunzo kwa wakalimani, kuandaa atlas ya lahaja za Kiswahili na kusambaza kamusi ya Kiswahili kwa shule za msingi. Kituo cha Ukombozi wa Bara la Afrika kitaratibu ujenzi wa kituo kikuu cha urithi wa ukombozi na kukarabati maeneo ya urithi ya ukombozi wa Afrika yaliyopo nchini, na kuratibu ziara kwenye maeneo yenye kumbukumbu za historia ya ukombozi wa Afrika kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa urithi na ukombozi. Kuhusu sekta ya sanaa, ili kuendeleza sekta ya sanaa pamoja na taasisi zake zinazosimamiwa, sekta imepanga kutekeleza majukumu ambayo yameainishwa kwenye ukurasa wa 121 mpaka 125 wa hotuba yangu. Hii ni pamoja na kuratibu maandalizi ya mkakati wa miaka 10 wa maendeleo ya sekta ya sanaa Tanzania, ambao utaweka dira ya maendeleo ya sekta ya sanaa nchini, lakini kuratibu maandalizi ya ujenzi wa vituo vya sanaa katika mikoa 26 ya Tanzania bara, na kulinda na kukuza sanaa ya kipekee Tanzania ya ubunifu, ikijumuisha mtindo wa tingatinga, muziki wa singeli na vinyago vya Kimakonde. Wizara kupitia bodi ya filamu itafanya mapitio ya sheria ya filamu pamoja na kanuni zake ili kuweka mazingira ya wezeshi kwa ajili ya ukuaji wa maendeleo ya shughuli za filamu na michezo ya kuigiza. Hiyo ni pamoja na wizara kupitia BASATA itaratibu ujenzi wa National Art Gallery jijini Dodoma,
Vile vile itaandaa atlas ya vyombo vya muziki wa kiasili kutoka kwa makundi yote ya kikabila ya Tanzania, pamoja na kuratibu matukio ya tuzo za muziki Tanzania na kutambua mafanikio. Kwa upande wa KOSOTA itasimamia kampuni za kukusanya na kugawa mirabaha katika makundi ya sanaa na uandishi, pamoja na kupambana na uharamia wa kazi za wabunifu. Vile vile KOSOTA itakusanya na kugawa mirabaha kwenye maeneo ambayo hakuna kampuni za kukusanya na kugawa mapato. Kupitia TASUBA, wizara itaratibu tamasha la 44 la kimataifa la sanaa la utamaduni Bagamoyo. Kadhalika, kama nilivyoeleza, itaanza kozi mpya katika ualimu wa muziki, yani music education, ualimu wa sanaa za ufundi, visual arts education, na ili kuweza kuandaa walimu wa kufundisha masomo katika fani kuu ya elimu ya amali katika sanaa bunifu, yani creative arts. Kwa upande wa mfuko wa utamaduni, sanaa majukumu yatakayotekelezwa katika mwaka 25-26 ni pamoja na kuendelea programu ya mafunzo ya urasimishaji wa kazi za utamaduni na sanaa, ambapo wasanii 15,000 wanategemewa kufikiwa. Aidha, mfuko utaendelea na utoaji wa mikopo kwa wadau wa utamaduni na sanaa waliokidhi vigezo. Kwenye sekta ya michezo, maelezo yamo kwenye ukurasa wa 126 mpaka 27, na ya sekta ya michezo na mambo ni pamoja na kuratibu maandalizi ya CHAN 24 na AFCON 27, lakini mashindano ya UMISETA, UMITASHUMTA na katika eneo hili pia kuratibu shughuli za sekretariati ya Baraza la Michezo la Umoja wa Afrika kanda ya 4, pamoja na kusimamia uanzishwaji wa chombo cha kusimamia miundombinu ya michezo nchini, lakini pia kusimamia ujenzi wa viwanja vyote unavyoendelea. Lakini wizara itagharimia timu za taifa 15 kushiriki mashindano mbalimbali ya kimataifa. Na pia katika mwaka wa fedha ujao, yani 25-26, chuo cha maendeleo ya michezo kimepangiwa kutoa mafunzo ya muda mrefu kwa wanachuo wapatao 500, kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa wadau wa michezo wapatao 140, kuongeza programu zinazotolewa chuoni hapo kutoka programu 3 hadi 6, ikiwemo programu ya uandishi wa habari za michezo, utalii katika michezo na elimu ya masoko ya bidhaa na huduma za michezo. Kuhusu miradi ya maendeleo, Mheshimiwa Naibu Spika, miradi itakayotekelezwa na wizara kwa mwaka 25-26 inajumuisha mradi wa habari kwa umma, miradi ya upanuzi wa usikivu wa TBC, mradi wa ufungaji wa mitambo mipya ya kisasa ya uchapaji, programu ya urithi wa ukombozi wa Afrika, mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania, ujenzi wa jumba changamani la filamu, yani film studio, mradi wa kuimarisha BAKITA na kukabidhaisha Kiswahili, ujenzi wa akademia ya michezo Maria, ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu Arusha na Dodoma, ujenzi wa vituo vya mazoezi ya kupumzikia wananchi convention centers, ujenzi na uimarishaji wa miundombinu ya michezo katika shule maalum ya michezo, mfuko wa maendeleo ya michezo na ujenzi wa ukumbi wa sanaa za wazi. Shukrani na hitimisho. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba kutumia fursa hii kuwashukuru wale wote waliochangia kwa namna moja au nyingine katika kuiwezesha wizara kufanikisha majukumu yake. Mafanikio yaliyopatikana katika mwaka 2025 yanatokana na ushirikiano na msaada wa kifedha na kiufundi kutoka wananchi mbalimbali, wahisani, mashirika mbalimbali, taasisi za fedha, vyombo vya habari, taasisi za hiari zisizokuwa za kiserikali na mashirika ya kidini, bila kusahau hamasa na ushiriki wa wasanii, wanamichezo, waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, wakiongozwa na waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa wadau sio rahisi kuwataja wote kwa majina. Nitawataja wachache, nikianza na wadau wa ndani ambao ni kampuni ya Azam Media, MultiChoice Tanzania, Airtel Tanzania, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, Benki ya NMB, wengine ni National Park TANAPA, wengine ni Hifadhi ya Bonde la Ngorongoro, Mamlaka ya Bandari Tanzania, Benki ya CRDB, Benki ya NBC, Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote na Makumbusho ya Taifa. Aidha, wadau wengine ni pamoja na Shirika la Bima la Taifa, Wakala wa Serikali wa Mtandao, Kituo cha Mikutano cha Kimataifa Arusha, Shirika la Culture and Development East Africa, Taasisi ya Global Opportunity Youth Network, Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni BRELA, Kampuni ya Star Times, Ofisi ya Taifa ya Takwimu, Shirikisho la Mpira la Miguu Tanzania, Vituo vya redio vya Clouds Media Group, EFM, Wasafi na Crown FM. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa wadau wa nje, naomba nianze na balozi zote za Tanzania katika mataifa mbalimbali, serikali ya mji wa Busan nchini Korea ya Kusini, Shirika la Ushirikiano la Kimataifa la Korea KOIKA, Bagamoyo Friendship Society Ujerumani, Musicians for a Better Life Ujerumani, Kituo cha Sanaa na Utamaduni cha Alliance Francaise, wamiliki wa makampuni ya Emirates, Jamhuri ya Watu wa China na Umoja wa Ulaya. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile nitumie fursa hii kuishukuru familia yangu, hususani mke wangu mpendwa Dr. Amina Matthew Mwaigwisi ya Kabudi na watoto wetu wapendwa Dr. Tumaini Mwendile Kabudi na Bwana Aidan Imani Kabudi. Ninyi mmekuwa nguzo imara ya faraja, matumaini na furaha kwangu. Mmenipa nguvu ya kuendelea mbele kila siku, hata nyakati ambazo changamoto zimekuwa nyingi katika utekelezaji wa majukumu yangu ya kazi. Kwa mapenzi yenu na uvumilivu wenu, nimeweza kutekeleza majukumu yangu kwa mafanikio.
Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa shukurani zangu kwa dhati kwako binafsi na kwa waheshimiwa wabunge kwa kunisikiliza. Aidha, hotuba hii inapatikana kwenye tovuti ya wizara ambayo ni www.michezo.go.tz. Maombi ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mpango wa mwaka 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kutekeleza majukumu ya wizara katika mwaka 2025/26, naomba bunge lako tukufu liridhie na kuidhinisha bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka 2025/26 yenye jumla ya shilingi bilioni 519,660,73,000 na kati ya fedha hizo mishahara ni shilingi bilioni 33,403,813,000. Matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 28,065,472,000 na miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 458,190,778,000. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Asante. Hoja imeungwa mkono. Sasa namwita mwenyekiti kamati ya Habari, Utamaduni na Sanaa.